baada ya mafunzo haya mtasaidia sana katika utoaji wa msaada wa kisheria kwa wafungwa, lakini pia mtaratibu vizuri masuala ya mapokezi ya wafungwa. Baada ya mafunzo haya mtakuwa hodari zaidi katika kutoa ushauri wa kisheria ndani ya Jeshi la Magereza, lakini mtakuwa vizuri zaidi katika kuandaa, kuchakata na kuzitumia taarifa za wafungwa, pia na kuratibu masuala ya kinidhamu. Mmekuwa na changamoto hii ya kukosa mafunzo haya kwa muda mrefu. Kiuliza hapa, lini mara ya mwisho mlipata mafunzo kama haya? Sijui ni lini. Serikali ya awamu ya 6, serikali ya Chama cha Mapinduzi, najua nyinyi hamna chama, lakini serikali hii ni ya Chama cha Mapinduzi, inahakikishia kwamba hizi wizara zetu mbili kwa kushirikiana na Jeshi la Magereza tutahakikisha mafunzo kama haya yawe yanapatikana mara kwa mara ili kuondoa changamoto hiyo ya uhaba wa mafunzo. Hapa tumesema tayari kuna seti 30 tutazigawa kwenye magereza 30. Lakini nimeshasema hapa mahakama inaoletea ile mahakama mtandao kwenye vile vibox. Kwa serikali hii itaendelea kuboresha uhaba wa vitendea kazi kwa Jeshi la Magereza, lakini kuimarisha mfumo wa mahakama mtandao ambao tunaamini utakwenda kuondoa changamoto kubwa ya usafirishaji wa mahabusu na wafungwa. Jeshi litaendelea na jitihada za kuboresha utendaji kazi sambamba na utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai, lakini na maelekezo ambayo yamekuwa yakitolewa na viongozi wa juu akiwemo Amiri Jeshi Mkuu. Zipo jitihada ambazo tunaendelea nazo, Mheshimiwa mgeni rasmi. Tayari tumeanza mchakato wa marekebisho ya sheria ya magereza ya mwaka 1967 na kanuni zake iko katika hatua nzuri na iko kwenye mamlaka za juu kwa hatua zaidi. Lakini tutaendelea kutoa fursa ya mafunzo kwa wataalamu, wanasheria na wataalamu wengineo, lengo likiwa ni kuwajengea uwezo, kuwaongezea umahiri ili waweze kufanya kazi kwa weledi. Na haya pia yalikuwa ni maelekezo ya tume ambayo iliundwa na Mheshimiwa Rais kwamba tuone namna ya kutoa mafunzo ya mara kwa mara ili kuweza wafanye kazi kwa weledi kubwa. Ili Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekuwa tukiwaruhusu na kuwaragharamia wataalamu wa sheria wakiwemo mawakili kadri hali ya kifedha inavyoruhusu kushiriki katika mikutaniko ya kitaalamu kadri hali inavyoruhusu, na ikiwemo mikutano ya mawakili. Tumeendelea kuimarisha mafunzo ya teknolojia katika maeneo mbalimbali ikiwemo kujenga vyumba vya uwekaji wa vifaa vya mahakama mtandao, na kama ambavyo amegusia Naibu Katibu Mkuu, kwa sasa tuna takriban magereza 66 yana huduma za mahakama mtandao. Na mwaka huu wa fedha, Mheshimiwa Waziri, tayari tumepokea takriban zaidi ya shilingi milioni 650 kwa ajili ya ujenzi wa mahakama mtandao. Awamu ya 6 imechukua juhudi mbalimbali za kuhakikisha msongamano wa wafungwa na mahabusu magerezani unapungua. Takwimu zinaonyesha kwamba kwa kipindi cha Aprili 2025 idadi ya wafungwa na mahabusu walioko magerezani na mahabusu wamepungua na kufikia 27,000 ukilinganisha na idadi iliyokuwa kubwa mwanzoni mwaka 2021 ambapo kulikuwa na wafungwa na mahabusu wapatao 32,000. Msongamano huu umepunguzwa baada ya kuimarisha kwa adhabu mbadala na kuongeza kasi ya kusikiliza mashauri yaliyopo mahakamani kama ambavyo wenzetu wa Wizara ya Sheria na Katiba wanavyofanya, na vile vile kuongeza kasi ya uendeshaji wa mashauri ya mahabusu waliopo magerezani.